Uvujaji huo ulikuwa ukiukaji wa faragha yangu kwa nguvu, na huu ni ukatili wa kijinsia, huu ni ukatili wa kihisia, ukatili wa kisaikolojia, ukatili wa kimwili na ukatili wa kiuchumi. Huu ni uhalifu. Mkosaji anapaswa kuwa na ataendelea kuwa gerezani. Nitawasihi. So ladies and gentlemen, leo tuanze na story nzima ya kutoka nchini Kenya, pale ambapo kuna msichana fulani hivi ambaye anajiita Hannah Benta, ambaye alikuwa ameyumbisha sehemu za mitandao, ni kila mtu anaweza kumuongelelea, na hivyo basi ikabidi pia hapo kwa KG Chipande siku ya leo tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2026 tuweze kuleta habari zake ambazo zina mafunzo chungu nzima za wale watu wengine ambao wanatamani kuwa na maisha mazuri ambayo wanayaona kwa watu wengine kwenye mitandao. So Hannah Benta, kuna video fulani ambayo iliweza kuenea ambapo alikuwa akionekana akiwa kwenye faradhi ama akifanya mapenzi na msichana mwenzake. Ilikuwa ni mapenzi baina ya msichana na msichana, ambapo alikuwa akionekana kwenye hiyo video akifanya ngono, niseme, nitatumia hilo jina rahisi ili nisiweze kuingia kwenye matusi, ambapo ni msichana mwenye alikuwa anaaminika kuwa kama kioo cha jamii, na kuna baadhi ya watu ambao baadhi walikuwa kimheshimu na wengine wakimuona kama mtu ambaye anafaa kuwa kama role model, ambaye anafaa kufuatiliwa zile tabia zake ambazo ako nazo, wakati wengine wanamchukulia ni mtu ambaye amefanikiwa kuwa kwenye mitandao, ama kazi ya mitandao imemfanya yeye awe mashuhuri na aweze kujikimu pia kimaisha, ambapo watu wengi sana walikuwa na ile hope ya kwamba pia hao siku moja wataingia kwenye mitandao kama vile waweze kulipwa pesa nyingi, kama vile nao pia waweze kuishi maisha mazuri kama vile ambavyo msichana wetu Hannah Benta alivyokuwa akionyesha wenzake anavyoishi.